kwenye Sugar na Lucy, hivi ndivyo tunavyoishi. Makofi tafadhali. Mimi naitwa Lucy John Bosco na hii ni Sugar na Lucy, hivi ndivyo tunavyoishi. Hii itakuwa episode ya 6 nadhani. Hii itakuwa episode ya 6. Na hapa kwenye Sugar na Lucy tunafanya mambo hayo. Kwanza, subscribe. Jamani, bonyeza hiko kitufe hapo cha subscribe. Mbona mnakuwa hivyo? Kitu cha pili, hivi ndo tunavyoishi. Lengo letu ni kukufahamisha wewe, wenye kisukari, wenye sickle cell, wenye kifafa, wenye pumu, namna gani ambavyo tunaishi maisha yetu, ili wewe iwe rahisi kwako kucopy with us. Leo mada yetu ama swali letu ambalo tunataka tujiulize hapa ni aina gani ya partner ambao unamhitaji? Partner ambaye ana hali kama yako, kwa maana labda anaishi na aina yoyote ya maradhi yasiyoambukiza, sukari, pumu, kifafa, au yoyote ambaye ataelewa namna ya kuishi na wewe. Yaani kama mimi na kisukari, lazima partner wangu awe na kisukari. Sasa hilo ndo swali langu kwako, na hilo ndo tutaloliongelea leo. Wewe unasemaje? Lazima uwe na partner ambaye ana hali kama yako? Kuna ulazima? Yaani kuna ulazima wowote yani iwe hivyo? Utakuwa comfortable ukiwa na partner wa aina gani? Partner ambaye hana changamoto yoyote ya kiafya lakini anaelewa changamoto yako, ama utakuwa na partner ambaye ana changamoto inaweza ikawa sio kama yako na anaelewa namna ambavyo ya kukuhendo ukiwa kwenye crisis. Yaani nataka tu nijue, yani wewe yani engo yako ni hipi hasa kwenye hili? Comment yako ni muhimu. Ingia tu pale YouTube Sugar na Lucy baada ya kusubscribe, lakini sawa, unaniambia bwana Lucy, mimi nadhani bora ningekuwa na, kwa kuwa mimi nina kisukari, bora nipate partner ambaye ana kisukari, ama kwa kuwa mimi nina shida katika mfumo wangu wa upumuaji, bora na mimi nipate partner ambaye ana shida hiyo hiyo. Lakini kutakuwa kuna urahisi yaani kama sisi wenye kisukari itakuwa kuna urahisi si ndio? Like nimeishiwa na nini insulin zangu ile dozi ya asubuhi sina, mnagongeana lakini pia ni sahihi as long as tutabadilisha sindano, si ndio? Labda strips za kupimia zimeisha. Strips zangu zimeisha bwana, naweza kutumia zako. Mnakumbushana. Yaani sasa ngoja kwanza pateni picha kwamba ndo mmeenda kwenye harusi kwenye foleni ya msosi, mnaweza kwambia zingatia sahani hiyo, izingatie sahani hiyo, alafu namjibu partner, usijali, tumeshasoma insulin, hilo tujiachie tu. Nataka utafakari hilo alafu ujiambie hapa. Ni sawa, mimi honestly mimi nita prefer yule ambaye ananielewa mimi zaidi. Yaani uwe na kisukari, usiwe na kisukari, uwe sijui na changamoto nyingine, usiwe nayo. Kwangu mimi ni la muhimu na la kuzingatia kwamba wewe unielewe mimi zaidi. Na sio mimi tu, wewe uwe mmoja kati ya watu ambao sukari iko ngapi? Unajua zile kumbushana Nataka wewe uwe mkono wangu wa pili. Maandiko nasema ubavu wa pili. Ubavu wa pili katika kuhakikisha kwamba nipo sawa. Kuna mtu atasema Lucy, si una kisukari unakunywa juisi? Sukari ilishuka. Na sukari ikishuka lazima upate vitu kama hivi. So, watu wangu, kama nilivyosema, nataka tu nijue, lakini pia unajua kuna umuhimu wake na faida zake ukiwa na mtu ambaye anaishi na hali kama yako. Faida yake ya kwanza ni kwamba yani ataelewa changamoto zako, kwa sababu changamoto zako ndizo changamoto zake. Lakini kitu cha pili, atafahamu dalili za crisis, zile episode ambazo zitaanza kukufikia kabla hata zijafikia kwenye hatua mbaya. Yeye atakuwa ameshajua na atajua namna gani ambavyo anaweza akakusaidia. Faida ya tatu, mtaweza kukumbushana kutumia dawa, kupima, siku ya kliniki mnaenda wote, vitu kama hivyo. Lakini kuna uelewa wa kihisia pia. Imagine kwamba mimi nina kisukari, sawa? Alafu labda hiyo sukari iko juu sana, imeshaharibu mfumo mzima wa hormones. Alafu baby hapa anataka kamchezo. Alafu wewe not feeling it. Unadhani atakuelewa?
yani unadhani atakuelewa? Lakini partner wangu akiwa na hali kama yangu, mimi nadhani ni rahisi kuelewa. Ama hata wewe mwenyewe kaka, labda una kisukari, sukari imeathiri mfumo mzima labda wa mishipa damu na mishipa fahamu, nani hii, yani nani hii ainani hii kwa muda mrefu, afu partner wako naye ana shida kama hiyo ya kisukari, nadhani mtaelewana, rahisi kuelewana, si ndivyo? Hapo ndio rahisi kuelewana. Kama mnabisha mniambie hapa, rahisi mkaelewana, yani kwenye hizo yani rahisi sana kuelewana, lakini pia kukubaliana na changamoto. Lakini pia sio lazima wote muwe na kisukari, sio lazima wote muwe sijui na shida ya pumu, hapana. Kinachotakiwa ni kuwa na uhusiano mzuri baina yenu, na mtu ambaye hana changamoto yoyote anaweza kuwa partner bora zaidi kwako. Sijui mnanielewa? Anaweza yani unaweza ukawa na changamoto yako afu ukapata mshikaji au ukapata mdada ambaye hana changamoto, lakini anajitoa vibaya mno. Sasa hapa ujumbe wangu kwako wewe hapo, uwe mkaka, uwe mdada, uwe mama, uwe baba, angalia vitu ambavyo ni muhimu kwako. Uwepo wake, utayari wake, support yake kwako, kujitoa kwake, hivi ndivyo muhimu zaidi. Sasa kama wote tuna kisukari afu sukari zetu zote zikashuka kwa wakati mmoja, nani atamsaidia mwenzake? Ili kwa Sugar na Lucy, hivi ndivyo tunavyoishi. Kama wewe una aina yoyote ya changamoto ya maradhi yasiyoambukiza na ungependa mimi nawe tupige story, hii ndo sehemu yako. Lazima tuwaonyeshe namna gani sisi tunavyoishi, si ndivyo? Haya basi, nendeni mkafanye mambo pale YouTube Sugar na Lucy, subscribe, Instagram mfollow pia jamani, na mshare. Kushare ni muhimu sana. Page ni Sugar na Lucy na mimi ni Lucy John Bosco. Bye bye.